Wakati fulani wana wa Israeli walitoka wapi kule walipokuwa wanateswa? Unaitwaje? Misri. Wakaingia kwenye nchi ya ahadi. Kumbuka katika jangwa kuna watu wengi walikufa jangwani. Kwa nini walikufa jangwani? Sema dhambi imewaua jangwani. Maisha yako unaweza usiyafike kwenye hatima kwa sababu ya nini? Sema dhambi. Dhambi yoyote ile inaweza kukuzuia usifike Kanaani. Safari ile ya Wanaisraeli kutoka Misri kwenda Kanaani ni safari yetu kutoka duniani kwenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Na wote tuko katika hiyo safari. Sasa kuna mahali ya jangwa. Kuna jangwa lipo katikati. Kuna mapito yapo katikati. Kuna mateso yapo katikati. Kuna shida zipo katikati. Katikati ya jangwa. Sasa utakubali kurudi Misri ama utakubali kuendelea na safari? Muulize mwenzako, unakubali kwenda Misri ama unataka kuendelea na safari? Wangapi wanatamani kuendelea na safari hii ya wokovu? Na Bwana akusaidie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Katikati ya hiyo safari ukiangalia mahali ulikotoka ni mbali sana kuliko mahali unapofanyaje? Unapoenda. Sasa hapa katikati kwa kuwa unaona nafika sasa, hapa katikati kuna dhiki nyingi sana. Kuna tabu nyingi sana. Kuna majaribu ya kutisha katika hiyo safari. Sasa wana wa Israeli wakaangalia tatizo badala ya kumwangalia Mungu aliyowatoa kwa Farao ambao amewashindia mambo mengi. Wakasahau kwamba angeweza kuwashindia hata haya ambao wanakutana nayo. Ukifika mahali pa kumsahau Mungu katika maisha yako, utegemee kwamba umeshindwa kwenda Kanaani. Adui anakurudisha kwa spidi kubwa kwenda Misri. Wakasema, kwa nini umetuleta hapa? Umetuleta tuje tufie jangwani? Tumeacha nyama kule, sijui nini, vitu vizuri tumeacha kule Misri. Tunataka turudi kule. Mwambie mwenzako usirudi Misri. Mwambie wewe ni kanisa la Bwana. Mwambie wewe ni mwana wa Mungu. Usikubali kurudi Misri. Mwambie kesho yako imekaribia. Faida yako itaonekana kesho. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tujue hilo.